Maumivu yasiyosemwa. Kuna wakati mwanaume hucheka mbele za watu, lakini ndani yake huwa anapigana vita ambayo hakuna anayeiona. Kuna wakati huulizwa vipi, unaendeleaje, naye hujibu niko sawa, wakati ukweli ni kwamba amechoka, amevunjika moyo na amebeba maumivu peke yake. Kwa miaka mingi jamii imewafundisha wanaume kuwa imara. Imewaambia wasilie, wasionyeshe udhaifu, wavumilie kila kitu kimya kimya. Lakini nyuma ya ukimya huo kuna wanaume wengi wanaolia kimya. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, yani WHO, zaidi ya watu bilioni 1 duniani kote wanaishi na changamoto ya afya ya akili, huku nchini Tanzania ikishuhudiwa na ongezeko kubwa la wagonjwa wa afya ya akili kwa asilimia 82 kati ya mwaka 2012 mpaka 2021. Magonjwa hayo ni pamoja na msongo wa mawazo, wasiwasi na unyogovu, yanayochangiwa na changamoto za maisha, uchumi pamoja na mazingira ya kijamii. Nchini Tanzania, wanaume wameendelea kuathirika zaidi na mtazamo wa afya ya akili kutokana na presha za maisha na utamaduni unaowafundisha kuficha hisia zao. Wataalamu wa afya wanaeleza kwamba hofu ya kuonekana dhaifu pamoja na unyanyapaa wa jamii huwafanya wanaume wengi kuumia kimya kimya bila kutafuta msaada wa kitaalamu. Safari ya wanaume wengi huanza na maneno haya: kiume ni moyo, usilie kama mtoto, mwanaume lazima ujikaze. Taratibu mwanaume hufundishwa kuficha hisia zake, kujifunza kwamba machozi ni udhaifu na kwamba maumivu yanapaswa kubebwa kimya kimya. Kadri yanavyokuwa ndivyo mzigo unavyoongezeka. Anatakiwa awe mtoa huduma, mlinzi wa familia, mwenye majibu ya kila tatizo, lakini hakuna anayemuuliza yeye anaendeleaje. Wanaume wengi wanapitia msongo wa mawazo kila siku, lakini tofauti na wengine, wao hawasemi. Wengi hupambana na presha ya maisha, ukosefu wa ajira, kushindwa kutimiza matarajio ya familia, kuvunjwa moyo, upweke na hofu ya kushindwa. Lakini mara nyingi jamii haioni maumivu yao, inaona ukimya tu. Wakati mwingine maumivu yasiyosemwa hubadilika na kuwa hasira, matumizi ya pombe au kujitenga na watu. Wengi hupoteza kabisa furaha ya maisha, lakini bado wanaendelea kutembea wakisema niko sawa. Ukweli ni kwamba wanaume wengi hawajui namna ya kuomba msaada kwa sababu wamefundishwa kuvumilia na si kuzungumza. Kuna wanaume wenye marafiki wengi, lakini hawana mtu hata mmoja wa kumweleza wanachopitia. Kuna wakati wanaume huonekana wenye nguvu mbele ya dunia, lakini ukweli ni kwamba wanalia wakiwa peke yao usiku. Na kuna wanaume ambao wamechoka kubeba kila kitu kimya kimya. Labda nguvu ya mwanaume si kuficha maumivu yake. Labda nguvu ya kweli ni kuwa na ujasiri wa kusema na mimi ninaumia. Leo wataalamu wa afya ya akili wanaamini kwamba kuzungumza ndiyo kupata msaada, na kupewa nafasi ya kueleza hisia zako ni sehemu muhimu ya uponyaji. Kwa sababu mwanaume naye ni binadamu, naye huchoka, naye huumia, naye anahitaji kusikilizwa. Kwa miaka mingi wanaume wamefundishwa kuficha machozi yao, lakini pengine muda umefika wa jamii kuelewa kwamba ukimya sio nguvu kwa kila wakati. Wakati mwingine ukimya ni kilio kisichosikika, na pengine uponyaji wa mwanaume utaanza siku atakayopewa nafasi ya kusema na mimi nimechoka. Ukweli ni kwamba afya ya akili si udhaifu. Kuomba msaada si kushindwa. Kujieleza ni kusaidiwa. Makala hii imesomwa kwako na Holiness Mbise, MD TV.